Baada ya mazungumzo kati ya Iran na waziri mkuu wa Pakistan kukamilika, sasa mzigo mzito umehamia kwa upande wa Marekani, ambapo waziri mkuu huyo anachukua ujumbe mzito, sio tu wa maneno, bali wa masharti magumu ambayo Iran imeweka mezani. Lakini kilicho wazi mpaka sasa ni hiki: hakuna upande unaokubali kurudi nyuma kirahisi. Ndani ya jengo hilo hilo mjini Islamabad, kila ujumbe upo kwenye ukumbi wake. Hakuna kushikana mikono, hakuna kukutana uso kwa uso. Hii ni aina ya mazungumzo yanayoitwa proximity talks, ambapo ujumbe unasafirishwa kutoka chumba kimoja kwenda kingine kupitia wapatanishi. Hii inaonyesha kiwango cha kutokuaminiana kilichopo. Wakati waziri mkuu wa Pakistani akielekea kwa upande wa Marekani, ujumbe anaoubeba una uzito mkubwa. Iran inataka mashambulizi ya Israel yasitishwe kwanza. Inataka mali zake zilizoshikiliwa zirejeshwe, na inataka dhamana ya kweli kwamba vita haitarudi tena. Haya si maombi, bali ni masharti. Kwa upande mwingine, Marekani nayo ina msimamo wake mkali, huku ikionya kuwa mazungumzo yasitumike kama njia ya kuchelewesha au kuchezea muda. Hivyo basi, hali iliyopo ni kama mchezo wa hatari. Wote wanazungumza lakini hawakutani. Wote wanataka amani lakini kwa masharti yao. Wote wapo karibu lakini bado wako mbali sana. Kwa sasa Pakistan imebaki kuwa daraja pekee kati ya pande hizi mbili, ikihamisha ujumbe, ikijaribu kupunguza moto wa vita ambao unaweza kuwaka tena muda wote. Na ukweli mchungu ni huu: mazungumzo haya yakivunjika, dunia inaweza kurudi tena kwenye hali ya taharuki, hasa ikizingatia kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano ni ya muda tu. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.